Karibu katika simulizi ya maisha ya hayati Edward Moringe Sokoine. Edward Moringe Sokoine alizaliwa tarehe 1 Juni mwaka 1938 katika ardhi ya Arusha, wakati Tanzania ikiwa bado inapitia safari ya kujitafuta kama taifa. Tangu akiwa kijana alionyesha dalili za uongozi, bidii na mapenzi ya dhati kwa haki. Elimu ilikuwa silaha yake kuu. Alisoma kwa juhudi hadi kufikia taaluma ya sheria. Akawa wakili aliyeamini kuwa sheria ni nguzo ya kulinda utu na usawa wa binadamu. Ndani ya moyo wake alibeba ndoto ya kulitumikia taifa yake kwa uaminifu na ujasiri. Edward Moringe Sokoine alipoingia katika siasa kupitia TANU na baadaye CCM, Sokoine alijitokeza kama kiongozi tofauti. Hakuwa mpenda makuu wala sifa, bali aliamini katika kazi, nidhamu na wajibikaji. Uaminifu wake ulimfanya ateuliwe kuwa waziri mkuu wa Tanzania mwaka 1977 chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Akiwa bado kijana, alikabidhiwa jukumu zito la kuongoza shughuli za serikali, jukumu alilolibeba kwa moyo wa kizalendo, kwa hofu ya Mungu pia. Katika uongozi wake Sokoine alisimama kidete kupinga rushwa na uzembe. Alikuwa sauti ya haki kwa wananchi wa kawaida na mfano wa kiongozi alithubutu kusema ukweli bila oga. Alitetea kuwa dhati sera za ujamaa na kujitegemea, akiamini kuwa maendeleo ya kweli lazima yajengwe juu ya maadili, usawa na kazi. Alipendwa na wengi, na wakati huo huo aliogopeshwa na wale waliopenda kutumia madaraka vibaya. Lakini safari yake ilikatizwa ghafla. Hiyo ilikuwa ni tarehe 12 Aprili ya mwaka 1984 alipofariki katika ajali ya gari huko Dakawa, Morogoro. Kifo chake kilikuja kama radi, kiliacha taifa katika majonzi makubwa. Watanzania walimlilia kiongozi aliyeaminiwa, aliyetambua uadilifu wake, aliyeona ndani yake tumaini la uongozi bora wa baadaye. Hata hivyo, kifo hakikuwa jina lake. Leo Edward Moringe Sokoine anaendelea kuishi katika mioyo ya Watanzania na katika urithi wake wa uongozi wa mfano. Jina lake linang'ara kupitia Chuo Kikuu cha Kilimo cha Sokoine na katika historia ya taifa kama ishara ya uadilifu, uzalendo na kujitoa kwa ajili ya wengine. Simulizi ya maisha yake ni somo kwa vizazi vyote kwamba uongozi ni kweli, ni huduma na heshima ya ukweli kutoka katika matendo. Karibuni kupitia katika ukuaji wake, makuzi yake mpaka kufariki kwake. Edward Moringe Sokoine. Edward Moringe Sokoine alikuwa mwanasiasa mashuhuri wa Tanzania na mmoja wa viongozi aliyetoa mchango mkubwa katika ujenzi wa taifa baada ya uhuru. Maisha ya awali. Alizaliwa tarehe 1 Juni, hiyo ilikuwa ni mwaka 1938 katika mkoa wa Arusha. Alipata elimu ya sheria na kuwa wakili, taaluma iliyompa msingi mzuri wa uongozi na utumishi wa umma. Safari ya kisiasa na uongozi. Aliingia katika siasa kupitia TANU, baadaye CCM. Aliteuliwa kuwa waziri mkuu wa Tanzania kwa mara ya kwanza mwaka 1977, akiwa mmoja ya mawaziri wakuu vijana zaidi kuwahi kushika wadhifa huo. Alitumika katika waziri mkuu kwa vipindi viwili, yani mwaka 1977 hadi mwaka 1980 na mwaka 1983 hadi mwaka 1984 chini ya uongozi wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Lakini pia aliwahi kushika nyadhifa nyingine na muhimu serikalini, zikiwemo za uwaziri, mchango na sifa. Alijulikana kwa uadilifu, uzalendo, nidhamu kazini na kupambana na rushwa. Edward Moringe Sokoine alikuwa mtetezi wa sera za ujamaa na kujitegemea, akisisitiza haki, usawa na maendeleo ya wananchi. Alionekana kama kiongozi mwenye maono, alikuwa na mustakabali mkubwa wa uongozi wa taifa. Alifariki dunia, hiyo ilikuwa ni tarehe 12 Aprili ya mwaka 1984 katika ajali ya gari karibu na Dakawa, Morogoro, akiwa bado waziri mkuu. Kifo chake kiliacha pengo kubwa katika uongozi wa nchi na kilihuzunisha Watanzania wengi. Edward Moringe Sokoine anakumbukwa kama kiongozi mwadilifu na mzalendo. Jina lake limeheshimiwa kwa kupewa taasisi na maeneo mbalimbali, ikiwemo Chuo Kikuu cha Kilimo Sokoine SUA huko Morogoro. Hii ni simulizi ya maisha ya Edward Sokoine ambaye alipendwa zaidi hapa Tanzania. Hii ni Usiku TV.